Mwanaume halisi, nguzo ya familia. Katika dunia ya leo, maana ya kuwa mwanaume imeanza kupotea polepole. Si kwa sababu wanaume hawapo, bali kwa sababu wengine wamekimbia nafasi zao. Wakati wengine wanakataa mimba walizohusika nazo, wengine wanatelekeza familia zao kana kwamba hawakuwahi kuwa sehemu yake, na wengine wanachagua kuishi maisha yasiyo na mwelekeo, wakikimbia majukumu yao. Lakini katikati ya kelele za dunia hii, kuna mwanamume mmoja ameamua kuwa tofauti. Aliposikia habari ya ujauzito, hakukimbia, hakujificha gizani, hakusema sio yangu, hakutafuta visingizio. Alinyamaza kwa muda, moyo wake ukipiga kwa kasi. Kisha akavuta pumzi ndefu na kusema moyoni, nitakuwa baba. Kwa sababu alijua wanaume si maneno, ni vitendo. Wanasema mwanaume ni kichwa cha familia, na kichwa hakikimbii mzigo, kinakabiliana nao. Siku ya kwanza kumbeba mtoto wake mikononi, hakuhisi furaha tu, alihisi heshima. Alihisi hofu kidogo, lakini zaidi alihisi wajibu mkubwa. Alimwangalia yule mtoto mdogo na akaona kesho yake. Alijua sasa maisha yake hayakuwa yake peke yake tena. Maisha hayakuwa rahisi. Kulikuwa na siku mfuko ulikuwa mtupu kabisa, siku ambazo hata chakula kilikuwa changamoto. Kulikuwa na nyakati alikosa usingizi, akawaza namna ya kesho itakavyokuwa. Ndoto zilionekana mbali kama nyota za angani, lakini hakukata tamaa, kwa sababu aliamini mvumilivu hula mbivu. Aliamka kabla ya jua kuchomoza. Alitoka kwenda kupambana na maisha. Alichoka, alikatishwa tamaa, alikumbana na milango iliyofungwa, lakini hakusimama na kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake kulikuwa na familia inayomtegemea, watoto wanaomwangalia kama shujaa wao, mke anayemwona kama nguzo ya maisha yake. Jamii ilizungumza, wengine walimcheka, wengine walimwambia maisha haya ni magumu, achana nayo. Wengine walimshawishi akimbie kama walivyofanya wao, lakini alikumbuka, nguvu ikivunjika nyumba huanguka, na yeye hakutaka nyumba yake ianguke. Alichagua kubaki, alichagua kupigana, alichagua kuwa baba, si kwa jina bali kwa vitendo. Hakutoa tu pesa, alitoa uwepo wake, alitoa muda wake, alitoa moyo wake wote. Aliwafundisha watoto wake kwa mfano, si kwa maneno tu peke yake. Aliwafundisha heshima kwa kuonyesha heshima. Aliwafundisha uvumilivu kwa kuvumilia. Aliwafundisha upendo kwa kupenda bila masharti, kwa sababu alijua mtoto mleavyo ndivyo wakuavyo. Kuna siku alijinyima ili familia yake ipate. Kuna mwaka alivaa pea moja ya kiatu ili tu watoto wapate chochote kitu nyumbani. Kuna usiku alilala na njaa ili watoto wake walale wameshiba. Kuna machozi aliyaficha ili familia yake isione udhaifu wake. Kuna siku alienda kazini ya mguu kwa umbali mrefu ili tu asikose cha kuwapa watoto wake. Lakini ndani yake kulikuwa na nguvu kubwa, nguvu ya baba. Wanasema baada ya dhiki ni faraja, na yeye aliishi maneno hayo kila siku. Miaka ilipita polepole, juhudi zake zilianza kuonekana. Kile alichopanda kwa machozi alianza kuvuna kwa furaha. Nyumba yake ikajaa kicheko, familia yake ikajaa amani.
Watoto wake walikuwa chini ya kivuli chake, waliona bidii yake, waliona mapambano yake, waliona upendo wake. Walijifunza kuwa maisha si kukimbia bali kusimama. Walijifunza kuwa wanaume si nguvu ya mwili bali nguvu ya moyo. Walijifunza kuwa baba si jina, ni sadaka. Siku moja mtoto wake alisimama mbele ya watu akiwa na mafanikio mikononi mwake na maadili moyoni mwake. Alipoulizwa, umefikaje hapa? Hakusita hata kidogo kusema kwa sauti iliyojaa heshima, baba yangu ndiye aliyenifundisha kusimama. Moyo wa yule mwanaume ulipojaa hisia, macho yake yakaanza kuloa machozi, si machozi ya maumivu bali machozi ya ushindi. Alikumbuka siku ambazo hakuna aliyemwona. Alikumbuka mapambano yake ya kimya. Alikumbuka kila hatua, na sasa aliona matokeo yake, kwa sababu subira yavuta heri. Leo hii dunia inaanza kuona kile ambacho wengine walikidharau. Wanamwangalia na kusema huyu si mwanaume wa kawaida. Ni kweli, yeye ni zaidi ya mwanaume, ni baba. Ni nguzo isiyotikisika, ni mlinzi wa familia yake, ni dira ya kizazi kijacho katika dunia inayokimbia majukumu. Yeye anasimama kama taa gizani. Anathibitisha kuwa bado inawezekana kuwa baba bora. Anathibitisha kuwa wanaume wa kweli haupimwi kwa maneno bali kwa moyo wa kujitolea. Kwa kila mwanaume anayesikia hadithi hii, usikimbie majukumu yako. Usikatae kile ulichobarikiwa kuwa nacho. Usiogope kuitwa baba. Najua kuna wakati umechoka, najua kuna siku umeona mzigo ni mkubwa kuliko nguvu zako. Najua kuna nyakati umejiuliza, je, nitaweza? Lakini kumbuka, aliyeshindwa leo si kwamba hawezi kesho. Na penye nia pana njia. Simama tena, pambana tena, linda familia yako kwa moyo wako wote, kwa sababu wewe si wa kawaida. Wewe ni nguzo ya kizazi kijacho. Wewe ni shujaa wa kimya. Wewe ni hadithi ya ushindi inayotembea. Na siku moja, ndiyo siku moja, watoto wako watasimama kifua mbele, macho yao yakiwa na fahari, na kwa sauti ya heshima watasema, baba yetu hakutukimbia wala hakutuacha. Alisimama nasi hadi mwisho. Hii si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya ujasiri. Ni hadithi ya upendo wa kweli. Ni hadithi ya kujitoa bila masharti. Ni hadithi ya mwanaume aliyekataa kushindwa. Ni hadithi ya mwanaume aliyekataa kukimbia, aliyekubali kuwa kile alichopaswa kuwa, kile alichopaswa kuwa. Ni hadithi ya mwanaume halisi, baba bora wa familia. Mimi ni msimuliaji wako Martin DSM. Tafadhali na kuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.